SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Vijana bodaboda na bajaji wametakiwa kulinda amani ya nchi na kufanya kazi zao kwa uadilifu kama wanavyotakiwa. Ameyasema hayo mkuu wa wilaya ya Kati Mheshimiwa Rajab Ali Rajab wakati akizungumza na vijana bodaboda na bajaji ndani ya wilaya hiyo maeneo ya Dunga, mkoa wa Kusini Unguja. Amesema lengo katika kikao hicho ni kuwataka washiriki uchaguzi kikamilifu na kwa salama na amani kwa kila mwenye sifa ya kupiga kura na wasiwe miongoni mwa watakaosababisha uvunjifu wa amani ndani ya wilaya hiyo. Leo tumekutana na wadau wa bodaboda wa wilaya ya Kati na tumeweza kukutana nao kuwakumbusha tu ndugu zetu kuhusiana na masuala ya utunzaji wa amani na utulivu katika wilaya yetu. Kama mnavyojua, tumekuwa tukiendelea na makundi mbalimbali. Tumeshakutana na vijana, tumeshakutana na wazee, tumeshakutana na makundi tofauti. Kwa hiyo leo kwa nizama bodaboda na bajaji wa wilaya ya Kati tumezungumza vizuri na wametuelewa. Dhamira ya kikao chetu kwanza kuwataka waweze kushiriki uchaguzi kwa amani na utulivu. Wote, kila ambaye ana sifa ya kupiga kura aweze kushiriki. Lakini jingine tumewataka wasiwe miongoni mwa watu au vijana watakaotumika katika uvunjifu wa amani katika kipindi cha kumalizia kampeni lakini na kipindi kile cha uchaguzi. Kwa hiyo tumeelewana na wameshukuru kwa hii message ambayo tumeileta kwao na tunaamini tumeelewana kwenye wilaya yetu ya Kati. Tutaendelea na vikao hivi kwa wadau tofauti na wilaya yetu tunaamini tutamaliza uchaguzi tukiwa salama. Akielezea mikakati ya ulinzi na usalama jana wilaya yake, amesema kamati ya ulinzi na usalama imejipanga vizuri kuhakikisha hakuna mwananchi anayesumbuliwa na wataendelea kutoa elimu kwa wananchi waendelee kulinda amani na kufichua wale wanaosababisha uvunjifu wa amani hiyo. Wilaya ya Kati tumepanga vizuri kupitia kamati yetu ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Kati. Tumejipanga na kwa sasa tunadoria kwenye shehia zetu zote. Lakini pamoja na hilo, masheha wetu na wao msisahau kwamba ni wenye vitu wa kamati za usalama katika shehia zao kule. Kwa hiyo na wao kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya inapita kwenye shehia kuzungumza na hizo kamati. Masuala ya ulinzi shirikishi tumeyaboresha, lakini doria za kawaida za gari na za miguu katika wilaya yetu ya Kati kwa sasa hivi tumeboresha. Lakini pia swala jingine ambalo linatusaidia kutunza amani na utulivu ambao tupo nao ni swala la kufikisha elimu kwa wadau wetu. Kwa sababu swala la kutumia vyombo ni kitu kimoja, lakini wananchi wenyewe wakielewa kwamba swala hili silo hili ndilo, linatusaidia. Kwa hiyo wilaya yetu ya Kati tumetoa hiyo kazi kwa masheha, viongozi wa dini, tunaifanya kazi maeneo yote na elimu imefika vizuri kwa wananchi, na ndio maana kampeni zetu kwenye wilaya huje kusikia mgogoro wote, huje kusikia matusi yoyote, na tunaamini tutakwenda hivi kwenye uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Kwa hiyo tumejipanga vizuri. Kwa upande wao waendesha bodaboda na bajaji waliopata elimu hiyo wamepongeza serikali kwa kuwapatia elimu hiyo na wamehakikisha wao watakuwa mabalozi wazuri na vijana wenzao katika swala zima la kutunza amani. Kiukweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa uongozi wetu, namna unavyoweza kutujali. Kwanza unatuonyesha ujali wa pekee ambao hata kwa kipindi fulani tulikuwa hatuupati. Kubwa zaidi na sisi tunavyozidi kusisitiza na tutasisitiza wenzetu tufanye kazi vizuri, tufanye kazi kwa uaminifu na tusilete uvunjifu wa amani. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ile ambalo tulikuwa nalo toka tumeanza kuwa hapo kijiwe cha bodaboda hapo. Hatujawahi kuwa na sifa mbaya ndani ya kijiwe chetu ama ndani ya wilaya ya Kati bodaboda wote ambao walikuwepo hapa. Ila baadhi ya bodaboda kadhaa ndio wanazidi kutaka kutuharibia amani yetu, lakini na sisi tutazidi kutoa ushirikiano kwa uongozi wetu ambao unaweza kutuangalia na kutujali pia. Tutahakikisha kwamba tutatoa ushirikiano wa amani na amani itakuwepo mpaka mwisho wa hivi ambavyo tulivyokuwa. Na washauri vijana wenzangu tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kula, maana kula ni haki ya kila binadamu. Ikiwa tushafikisha umri wa kupiga kula, kula ni haki yangu na nimchague kiongozi ambaye namtaka mwenyewe. Shukuru sana kwa maneno mazuri alitupa mkuu wa wilaya wetu. Nimefurahi sana na msema maneno mazuri, na vile wenzangu waliotangulia wamesema maneno mazuri, na mimi vile naungana nao, na ninawasihi vijana. Mimi ni mtu mzima lakini pia niko bodaboda vile, lakini nawasihi vijana tukamate mambo yote tuliopewa na kiongozi wetu pamoja na viongozi wetu wote, tushirikiane kwa vizuri, amani, utulivu, sina zaidi. Mafunzo ya leo tumeyapata vizuri na tumeyachukua vyema, tumeyapokea vyema. Kama mimi ni mzoefu wa kupiga kura, nimepiga kura toka 1995 nimewahi kupiga kura, kwa hiyo nina uzoefu wa mambo haya. Na kuhusu amani nashukuru sana
Mara hii amani imedumu vizuri na nategemea itadumu zaidi. Na nawashauri hata wenzangu wote ambao wananiona muda huu kwamba tuende tukapige kura, kwa sababu kura ni haki yetu ya kisheria, vile ni katiba. Kwa hiyo tukapige kura kwa amani. Tukimaliza kupiga kura, kila mmoja arudi katika nafasi yake alikuwa nayo. Kama mfanyakazi wa bodaboda kama mimi aende akafanya kazi yake, mfanyakazi wa kazi nyingine akafanya kazi yake, kila mmoja akashughulike na shughuli yake. Tuachie wenyewe shughuli zao za masuala ya kura, wafanye shughuli zao. Maaskari wengine hapo wanaweza tukuta sisi tumekaa wengi katika sehemu kama hii, mfano katika vituo vyetu tumekaa wengi. Kwa hiyo wasishughulike na sisi tupo kazini. Kama wapo kazini na sisi tupo kazini. Kwa hiyo sija kashughulika tumekaa tu 10, 15, 20 na kuendelea wakaona labda tunataka kufanya fujo. Hapana. Tupo katika kituo chetu cha kufanyia kazi. Kikao hicho ni mwendelezo wa vikao vya mkuu wa wilaya na makundi mbalimbali ndani ya wilaya yake. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.